katika mateso ama katika dhihaka. Sasa wakati mwingine hata wazazi kila wakati wanalalamika juu ya mtoto wao, wanaona ni kama hajaolewa. Juu kuna watu wa kwenye ndoa tu ni kama hawajaolewa. Kwa sababu katika ile ndoa unashangaa hii ndoa mambo yanaenda namna gani. Na hata pale yenyewe katika hiyo ndoa kuna mambo ambayo pia ni ya kutilia shaka katika ile ndoa jinsi ilivyokuwa. Kwa sababu hakuna vile unaweza kuwa umeolewa na majukumu ya watoto pia anapewa mume mwingine. Hello guys, is your girl Fehi na tuko ndani ya Penina Rasungu TV. So guys, leo tumetafuta Bishop. Kuna mambo yenye inaendelea na tukaamua tutafute Bishop atuelimishe. Unajua Bishop amekuwa akitufunza mambo mengi sana. Kuna watu wamekuwa wakijiuliza maswali, lakini maswali yote utajibiwa hapa na Bishop. Karibu Bishop. Asante sana Penina TV, naongea usikike TV. Karibuni mahali hapa. Sasa Bishop, karibu kwa maswali yenu. Sawa, asante. Bishop, kuna maswali inaulizwa na watu wengi sana. Jana Betty, tuliona Betty alizikwa kwao, na Betty alikuwa ameolewa, na alikuwa ameolewa na mwanaume anajulikana kama Tash. Na Tash alikuwa amemtolea mahari. Sasa swali yetu ni, kwa nini Betty hakuzikwa kwa kina Tash ama Kanyari? Kuna jambo ambalo linasitikisha, kwa sababu jambo la kwanza, ukiona kwamba mtu hajazikwa kwa kina mume, lazima kuna shida mahali. Mambo hayaendi sawa sawa, kwa sababu ni kwa kawaida mtu anafaa kuzikwa kwa kina mume. Na ikifikia kwamba mtu anazikwa kwao nyumbani, inaonekana kama kwamba kuna tashwishi ambao wazazi wako nayo, ama hao wazazi hawajakuwa na imani na yule mume ambaye aliyekuwa nakaa na binti yao. Kwa sababu unaweza kaa na binti ya mtu, labda unakaa naye katika mateso ama katika dhihaka. Sasa wakati mwingine hata wazazi kila wakati wanalalamika juu ya mtoto wao, wanaona ni kama hajaolewa. Juu kuna watu wa kwenye ndoa tu ni kama hawajaolewa. Kwa sababu katika ile ndoa unashangaa hii ndoa mambo yanaenda namna gani. Na hata pale yenyewe katika hiyo ndoa kuna mambo ambayo pia ni ya kutilia shaka katika ile ndoa jinsi ilivyokuwa. Kwa sababu hakuna vile unaweza kuwa umeolewa na majukumu ya watoto pia anapewa mume mwingine ambaye si wewe. Mume mwingine ndiye analipia watoto, mume mwingine ndiye anashughulika na mambo ya watoto, na hata kuwafanyia labda shopping ya chakula. Inamaanisha kwamba wewe uko pale tu mume kama picha. Na hapo wewe uko pale mume kama picha, basi inaonekana kwamba wewe majukumu yako umezembea katika majukumu yako. Ndio tunaelewa kwamba wale watoto mbeleni walikuwa wa Kanyari kabla haja toka katika ndoa ya Kanyari na ingia kwenye ndoa nyingine. Na kwa kawaida kama mtu ametoka kwenye ndoa na ameingia kwenye ndoa nyingine, anapoingia na watoto wake. Anaingia na watoto wake wote. Inamaanisha kwamba sasa yule ambaye amemuoa mke anafanyika kuwa baba ya watoto. Hivyo majukumu yale ambaye yalikuwa nafanywa na yule ambaye alikuwa ni baba mwingine yanahamia kwa huyo baba huyu ambaye yuko saizi ameoa mama. Na nataka mnielewe vizuri, mimi si encourage mtu kutoka kwenye ndoa nyingine kwenda kwenye ndoa nyingine, kwa sababu maandiko yanasema kwamba mtu ukiolewa kifo ndicho kitakacho uwatenganisha. Lakini sasa nao kuna ile mambo tu watu wanakuta kwamba sasa kuna ile mambo ya kidunia au hujui nini imetendeka katika ndoa, mtu anatoka anaenda katika ndoa nyingine. So unajipata katika ndoa nyingine, ina maana kwamba yule ambaye amekuoa na na amekutoa katika ile ndoa na amekuoa amefanyika mume wako na baba wa watoto. Lakini kwa Biblia inatambua ni usinzi. Na kwa kawaida, na kama hata Biblia inatambua ni usinzi, elewa kwamba hata kama ni usinzi na wewe umechukua yule mke na umekaa na yeye na umechukua na watoto, ina maana kwamba wale watoto ni wako. Na kama wale watoto ni wako, inamaanisha kwamba majukumu yote ni yako.
majukumu ya mama na majukumu ya watoto, masomo ya watoto yote ni yako. Lakini kama uko mahali pale umeoa mama yake, lakini majukumu ya wale watoto yanatoka kwa yule baba mwingine aliyekuwa baba mzazi, ina maana kwamba wewe mzee umezembea katika majukumu. So hiyo inaweza leta pia jambo la kutilia shaka sana upande wa wazazi wanapoona sasa, na huyu aliolewa huko, na kwani huyu mtu ambaye amemuoa kwani hana uwezo ama namna gani, ama hapendi hawa watoto ama namna gani? Sasa unatilia shaka, ni kama wewe ulipenda mama na haupendi watoto. Maana unapotazama hata kwenye makabila mengine, kuna makabila mengine unakuta kwamba mtu anapooa mama na watoto, unakuta kwamba yeye atapenda mama peke yake, na watoto wale waliooa mama naye ana watelekeza, ama unakuta kwamba hawashughulikii. Mtoto akiuliza school fees anaambiwa sasa mwambie baba yake. Mwambie baba yake amshughulikie. Mtoto anapotaka labda ni jambo la kama ni masomo ama ni chakula, anaambia sasa wewe ambie baba yake. So wewe mume kama umeoa mke na ako na watoto, ina maana kwamba hao watoto kwa saa hizo ni wewe. Maana huwezi kubali mke na ukatae watoto, unless kwamba usioe mke yule kabisa. Na nyinyi wanawake ambao mnanisikiza mahali hapa, mwanaume kama atakupenda na hapendi watoto wako, usiingie kwenye hiyo ndoa. Hiyo ndoa ni hatari. Na maana kwamba mwanaume akikupenda, akupende wewe na apende watoto wako. Kama mwanaume atakupenda na ila hapendi watoto wako, basi huyo mwanamke inamaanisha kwamba ni mwanamke mzee, ni mwanaume mzembe. Ni mwanamke mzembe, ni mtu ambaye hawezi kumudu majukumu yake ama kumudu mahitaji yako, na ni mtu ambaye hataki majukumu. Kwa sababu wazi mtu anapokataa watoto wako na anakutaka wewe, ni wazi inaonyesha kwamba huyo mtu hapendi majukumu. Hapendi majukumu ya nyumba. Na imetokea hivyo sana kwa watu wengi sana. Kwa hivyo wanawake mnaponisikia hapa, kama mwanaume amekupenda na ukamwambia una watoto na akakwambia wewe anataka wewe hataki watoto, achana na yeye kabisa. Ngoja Mungu akupe mwanaume mwenye atapenda wewe na apende watoto wako. Bishop, jana tukiwa pale kwa mazishi, wakati ibada ya mazishi iliisha, tukaelekea kwa kaburi. Watu walifika pale kwa Betty mali alikuwa anazikwa. Alafu familia ya Tash ilifungiwa 20 minutes. Hapo nje walifungiwa kwa gate. Wewe unahisi walikuwa wanaongea nini na kina Kanyari, familia Betty na Kanyari walikuwa wanaongea nini ndio wafungia hao? Kwa kawaida inasema kwamba wakati una wewe mtu hataki kuhudhisha kwa maneno yake, inamaanisha kwamba ni mambo ya siri. Na kama kuna mambo ya siri ambapo labda walikuwa nayo hawangetaka familia Tash ijue, kwa sababu labda yalikuwa ni mambo ya siri kati ya familia ile ya wakwe, ile ya kina mama Betty na familia ingine ya Kanyari. Sasa unakuta labda kulikuwa na mambo ya siri ambayo walikuwa naongea wale mahali pale. Na wakaona sasa familia Tash kuingia mahali pale, labda wataanza kuingilia washindwe, kwani hii mambo yanayo yametoka wapi na hajauzishwa. So kuna sababu ya kufungiwa nje. Na kama walifungiwa nje, labda hawakutaka labda mambo ambayo anaongea pale ni mambo labda ilikuwa ni ya siri, hawakutaka familia ya kina Tash na kina Tash waweze kujua yale mambo. Ndio maana labda walifungiwa nje. Maana kama hangekuwa ni mambo ya siri, hawangehusishwa tu. Kwa hivyo kulikuwa na siri fiche pale ambao kwamba hao watu walikuwa wana mambo bayana ambao hawakutaka hii familia nyingine iweze kujua. Bishop, jana watu wengi walikuwa wanangojea waone mama Betty, lakini mama Betty hakuweza kuhudhuria kwa mazishi ya mtoto wake. Wewe unahisi ni kwa nini mama Betty hakukuja kwa mazishi ya mtoto wake? Kwa hakika kuna mambo mengine ya kuhuzunisha. Mama Betty yuko wapi? Yuko katika nchi ya nje. Yuko US. Na kuna wakati mwingine watu wakiwa katika nchi ya US, na najua kwamba mikakati hii labda sometimes kama huna makaratasi kamili. Na labda kwamba kama una makaratasi kamili, na kwa wakati mwingine kunakuwa na shida, kwa sababu unaambiwa kwamba unapoenda na huna makaratasi utaenda naye kurudi hautakubaliwa kurudi. Itabidi labda wewe sasa uanze kuapply kiupya, na kuanza kuapply upya pia hiyo ni mikakati migumu sana. Na labda mahali pale labda kuna kibarua alikuwa na ngoja.
Sasa anaona kwamba akija kwenye yale mazishi ya mtoto wake, na mtu akisha kufa amekufa. Na kama sasa amekufa hata kufufuka kwa sababu ya kuja kwake. Na akaona ni labda akalipiga mahesabu, akaona kwamba nikija kwenye yale mazishi labda kurudi huku itakuwa ni ngumu. Na kama labda kuna kitu alikuwa anangojea ama kuna kazi alikuwa anangojea angeipoteza. So ana sababu zake za kutokuja kwenye mazishi ya mtoto wake. Na kwa sababu jambo la kwanza hakuna kitu ambacho kinachoonyesha kwamba asipokuja kwenye mazishi kuna jambo litatendeka. Yeye ni mzazi, ana sababu zake, na kama alikuwa ameweka mipangilio ya mazishi sio ni kama kulikuwa na shida. Kama alikuwa ameweka mpangilio ya shida ya nini ya mazishi hakukuwa na shida. Maana yake sasa Amerika si Kenya. Kama angelikuwa hapa Kenya yuko Kisumu ama wapi, ama angelikuwa hapa Uganda tungesema ni rahisi kuja. Lakini ya Marekani mikakati ya kule kupatiwa nini visa pia na nini na tiketi na nini ya kuja huku labda pia ingemchukua muda, na labda hii kukamilika kwa wakati. Huenda ikawa basi yeye tu atakuja wakati mmoja, labda akapata nafasi ya kuja kumuomboleza baadaye, na haina tatizo, inaruhusiwa. Bishop, kuna swali imekuwa ikiulizwa na watu wengi hapa sana. Kanyari aliweza kusema kwa ile mazishi aki-attend mali Betty atazikwa, juni kwao afai kuattend hapo, afai kuingia hapo, kuruhusiwa kuingia kwa hiyo boma. So akasema atauliza ruhusa ndio hakubaliwe kuingia pale. Wewe hebu tuambie Bishop, hebu tufunze kidogo, alikuwa anauliza akina nani? Sasa wanajua kwamba kila familia ina desturi zake. Si wote wa kifamilia pale wana desturi za kiungu. Wengine hawana desturi za kiungu, desturi zao ni mbali sana na mambo ya kiungu. Na sasa kama desturi zao ni mbali na mambo ya kiungu na mila zao, na sasa huwezi kuepuka, huwezi tu kwenda kuingilia mila za watu pale na wewe uingie ndani, na unajua kwamba kwenye hiyo familia wewe uliondoka kitambo. Na kama uliondoka kitambo basi ina maana kwamba uombe ruhusa ama uruhusiwe kuingia mahali pale kwenye mazishi. Hangeingia tu kwa sababu aliyekufa alikuwa mke wake. Hata mimi najua kwamba saa hizi kama naweza achana na mke wangu na aweze kuchukuliwa na kutoliwa na mtu mwingine kama mke wake, ina maana kifa hata kwa mazishi yake lazima nipate idhini ya kuhudhuria mazishi. Siwezi nikaingilia tu mazishi namna hiyo, lazima nipate idhini ya kuenda kwenye hiyo mazishi. Nikipata nitaenda, na kama nitakosa sitaenda. Sasa nafikiri yeye kuomba idhini hakukuwepo na tatizo lolote, kwa sababu watu wengi sana wanaongea wakisema labda aliomba nafasi kwa watu wenye walikufa, watu wa kitambo wenye walikufa. Watu wengi wanasema hivyo. Sasa mimi siwezi nikaelewa, kwa sababu siwezi nikajua lolote, kwa sababu sasa hayo ni yao. Kama aliomba, mimi sikuwepo, sikujua nini kilichojiri. Lakini nachojua kwamba unapoingilia mila ya watu lazima uombe upate idhini. Kila watu wana mila ya kwao. Maana kama hiyo familia yote ingekuwa ni ya kiungu, basi hawangekuwa na shida ya kumruhusu aingie. Na kama labda aliomba ruhusa labda aweze kushiriki katika yale mazishi, labda alitaka kibali labda ashiriki kama mmoja wa familia. So alikuwa na haki ya kuomba ruhusa ruhusiwe. Sawa, asante sana Bishop. Kuna watu wangependa kukufikia. Mimi naomba utupe namba zako. Kama ungependa kunifikia, nambari zangu nitaweka hapo. Na pia msisahau kwamba tuko na foundation ambayo tuko nayo kule kwenye kwenye slums, inaitwa Penina Foundation. Na kama ungetaka kuwa mmoja wa hiyo foundation, tunashirikiana na wewe kuwapatia unga wale wa mama wa huko, ama nguo, ama kuwalipia watoto school fees, pia itakuwa ni mzuri. So kama uko mahali pale ungetaka kushirikiana na sisi, pia karibu. Na kama uko na nguo mahali pale unashindwa utapeleka wapi, tupigie simu zile nguo zitufikie. Nambari ya simu ni 0722-744-672. 0722-744-672. Shalom, Mungu awabariki. Asante sana.